Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil adhim. Wassalam, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala nimeona nikusomesheni na nikufundisheni dalili hizi za mtu mwenye jini tayara. Ndugu yangu Muislamu, ukiwa na dalili hizi basi jijue kama wewe una jini tayara. Jini huyu nitakusomesha na tiba yake, utamtibu vipi. Jini tayara ni jini ambaye anapokuingia katika mwili wako na anapofanywa visomo, unaweza ukafanywa visomo leo au kesho au kesho kutwa, baada ya wiki 2 au wiki 3 yule jini anarudi tena katika mwili wako. Kwa hiyo anakuwa anatulia kwa muda ule jini baada ya kufanya visomo, kisha jini yule anarudi tena katika mwili wako. Huyo ndio anaitwa aljini at-tayyara. Sasa utamjuaje mtu ambaye mwenye jini tayara? Sasa ukiwa na alama hizi ambazo nitakusomea hapa, basi tambua kama wewe una jini tayara. Kwa tumombe Allah tuepushe na alama hizo. Alama ya kwanza nasema adamu thubutihi fil jismi. Ukimwona mtu mwili wake umekonda sana, yani kila kati mwili wake umekonda sana, basi tambua kama huyo ana jini tayara. Alama pili, khufat harakati fil intiqal. Alama pili, ukimwona mtu anakuwa na hofu ya kuhama katika sehemu aliyokuwepo. Mfano, unaishi sehemu fulani, ukuwa na hofu kubwa, mimi nikihama hapa nitaenda wapi? Ukuwa na hofu kubwa katika sehemu uliokuwepo kuhama, basi na hiyo pia ni alama ya jini at-tayyara. Alama ya tatu, quwwat jismihi. Mtu akiwa na mwili wake hauna nguvu, yeye karegea mwili wake hauna nguvu kabisa, anaishiwa nguvu mara kwa mara, na hiyo ni alama ya tatu ya jini tayyara. Alama ya 4 nasema shirasatu tabi'ihi. Mtu huyo anakuwa na wasiwasi katika mwenendo wake. Unamwona mtu ana wasiwasi sana, hii ni alama ya 4 ya mtu mwenye jini tayara. Alama ya 5, quwwatul maridhi albadaniya inda ighdhabihi. Ukimwona mgonjwa ambaye ana alama hizi, akisha mgonjwa la kuwa na nguvu, yani wakati pale anapopandisha majini yake, mashetani yake, anakuwa na nguvu kweli kweli, tambua kama huyo ni katika alama za jini at-tayyara. Kwa ukimwona mtu ambaye ana nguvu wakati huo, basi hiyo ni katika alama ya jini at-tayyara. Alama ya 6, ruju'ul marid ila as-sihhati ba'da khuruji min al-badani wa ka'annahu lam yashukku min shay'in qattu. Ukimwona mgonjwa amefanywa visomo, amefanywa dua kutokana na jini alilokuwa nalo, lakini baada ya muda lile jini limerudi tena katika mwili wake, yamerudi tena maradhi yake baada ya kufanya visomo, na hiyo ni alama ya 6 ya mtu mwenye jini tayara. Alama ya 7, sur'ati taghayyuru mazaji almaridh asabiyya. Ukimwona mtu viungo vyake vinabadilika, ukimwona mtu anabadilika uso wake, ukimwona mtu anabadilika hata ngozi yake, na hiyo ni katika alama ya jini at-tayyara. Alama ya 8, intifakhu batni almaridhi. Tumbo la mgonjwa linajaa upepo. Ukimwona mtu ana tumbo linajaa upepo kila wakati, linajaa upepo au linajaa maji, basi intifakhan ajiba, tena mjazo wa ajabu kabisa, basi na wewe utakuwa una jini tayara. Tayeb, alama ya 9, istihbabu almaridhi liljari walintilaq fi al'ara'i. Ukimwona mgonjwa anaposhikwa na homa au anaposhikwa na kichwa au anaposhikwa na maradhi yote, anapenda sana kukaa sehemu ya majangwa, yani sehemu ya wazi ambapo kuna jua. Ukimwona mgonjwa anaumwa, kisha anapenda sana kukaa sehemu ya majangwa na sehemu ya wazi ambapo kuna jua, basi tambua hiyo ni alama kwamba huyu ana jini at-tayyara. Hiyo ni alama ya 9. Alama ya 10, ahyanan dhuhuri zirqatun fil wajhi. Utamuona mgonjwa
baadhi ya wakati katika uso wake unabadilika rangi, unakuwa rangi ya blue, au humratin, au inakuwa rangi nyekundu, uso una hivyo unakuwa mwekundu, au sakhunat fil jismi inda dhuhuri jinni, au mwili wake unabadilika wakati anapopandisha lile jini. Alama ya 10, mgonjwa unamuona uso wake umebadilika, umekuwa rangi ya blue au rangi nyekundu, au mwili unakuwa umedhoofika wakati lile jini linapopandisha. Alama ya 11, hadha ila janib ba'd al-alamat al-mushtarika ma'a ghayrihi min al-alamat lilmalbusi. Akasema hizi ni baadhi tu ya alama ambazo zinashirikiana na alama nyingine ambazo zinamvaa mtu aliyekuwa na jini tayara. Alama ya mwisho 12, istihbabu sihra istikhdam hadha an-naw' fi al-marahil al-mutaakhirah min al-harb bayna as-sahir wal-mu'alij. Alama ya 12, ukimuona mtu ambaye anapenda sana katika mambo yake kutumia uchawi na kutumia ushirikina na kwenda kwa waganga kuliko kwenda kwa watibabu, huyu naye ana jini tayara. Kwa ukijiona wewe ndugu yangu Muislamu una alama hizi 12, basi jijue kama wewe una jini atayara. Kwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na alama hizi 12 za jini atayara. Kwa ukiwa na alama moja katika hizi, basi ujue una jini tayara, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muombe sana akuepushe na alama hizi, na kisha upate tiba ya kufanyiwa visomo mbalimbali, ya kufanyiwa dua mbalimbali, ya kufanyiwa dawa mbalimbali, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala utapona maradhi yako. Kwa hizi ni alama 12 za kumjua aljini atayara. Ukiwa na alama hizi 12, basi wewe una jini anaitwa atayara. Inshallah khairi. Ukihitaji kuungwa kwenye grupu langu la WhatsApp, basi nitumie SMS kwa namba za WhatsApp, nitakutajia hapo. Lakini ukishazijua alama hizi 12 za jini tayara, nini kinafuata baadaye? Angalia somo linalokuja ni kupe tiba yake. Sasa mtu mwenye alama hizi 12 za jini tayara, tiba yake ni nini? Inshallah tukutane katika vipindi vinavyokuja hapo mbele. Namba yangu ya WhatsApp ni 0777 799359. Nikuunge kwenye grupu 0777 799359. Hizi ni alama ambazo za mtu mwenye jini tayara. Inshallah tuangalie katika party inayokuja, tuje tuangalie tiba yake nini. Sasa mgonjwa huyu ambaye ana jini tayara utamtibu vipi? Inshallah tuombe Allah tufanye wepesi na Allah tubariki inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.